Yes, karibu sana katika michezo na hii ni Bonima TV. Asubuhi nilipoti kuhusiana na issue ya Selemani Mwalimu kutokucheza pale Young Africans. Sababu ilikuwa inasemekana kwamba kusajiliwa kwenye mfumo wa FIFA Connect, umeelewa yani na kuruhusu kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine, umeelewa vizuri, hasa kwa wama local player, umeelewa vizuri, kuweza kupata kibali cha kucheza ligi kuu pamoja na michezo mingine pia, umeelewa. Sasa asubuhi nilikuja na taarifa kwa mujibu wa kutoka kwa mchambuzi Farhan Kiamo. Alisema kwamba hii issue ya Selemani Mwalimu ilikuwa hivyo kwamba kupata FIFA Connect, lakini kutoka kwa mchambuzi mwingine wa michezo shupavu kabisa na Sebo Mkongwa, yeye amelipoti na kusema kwamba mshambuliaji Selemani Mwalimu kiingia kwenye mfumo wa usajili wa FIFA Connect anasoma kuwa ni mchezaji wa Yanga Sport Club, na si kweli Simba haijamwachia kwenye mfumo, japo iliweka pingamizi TFF kutaka ilipwe gharama ilizotumia wakati wanapambana kumsajili tena kwa mkopo. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo kuna gharama ambazo klabu ya Simba ilitumia ili kusudi wampambanie Selemani Mwalimu wakati yuko kwenye mkopo, si kusafiri kwenye ndege, si gharama hizi ndizo ambazo Simba wanazotaka kuzilipo. Kwa hiyo si kweli kwamba Selemani Mwalimu akupata usajili wa FIFA Connect. Amepata vizuri kabisa na yuko vizuri, ila issue tu Simba amepeleka malalamiko kwa TFF kutaka ilipwe gharama ilizotumia wakati wanapambana kumsajili tena kwa mkopo Selemani Mwalimu. Ndio maana unaona sasa hivi Selemani Mwalimu mechi ya 3 hivi sasa hajapata nafasi, hajaanza, umenielewa so inasemekana sababu ni hiyo, kwamba Simba wanataka fedha zake zote walizogharamia. Na uzuri, ukipanda ndege tiketi inasoma shingapi, ukinanili tiketi inasoma, ndo uzuri. Teknolojia kila kitu kimerahisisha. So sababu ndo hiyo. Hii ni michezo na hii ni Bonima TV. Usiache kusubscribe kwa taarifa nyingi za michezo.